Kwanza nitaka niwatoe wasiwasi vijana kwenye huduma za rafiki kwa vijana vituoni. Mtoa huduma yeyote ambaye anakuwa eneo husika anakuwa amepata mafunzo na amepewa elimu kubwa kuhusu namna ya kutunza siri za vijana. Kwa hiyo wasiwe wanapata mkanganyiko kwamba nikienda nikamkuta mtu mzima anaweza kanichukulia vibaya, au nikimkuta kijana mwenzangu ataanza kunihisia vibaya. Hapana. Pale wote wapo kwa ajili ya kutoa huduma. Hawako kwa ajili ya kufuata yale mapungufu ambayo mtu unayo. Lengo ni kuwasaidia vijana. Kwa hiyo tusiogope. Ukikuta mtu mzima amekaa pale kwa ajili ya kutoa huduma, ndio zamu yake imefika, wewe jieleze, wewe jifunguka. Funguka, eleza changamoto zako zote, atakusaidia bila kuwa na wasiwasi na atakutunzia siri zako. Sawa sawa. Sawa, mimi natamani pia mjadala huu pia uendelee kwako pia, mtaalamu wa afya. Je, huduma rafiki za afya uzazi kwa vijana katika vituo vya afya zinamaanisha nini? Asante ndugu mtangazaji. Nasema huduma rafiki za afya ya uzazi kwa vijana ni huduma za afya zinazotolewa kwa namna inayowafanya vijana wajisikie salama, kuheshimiwa, kusikilizwa na kupata msaada bila kuogopa kunyanyapaliwa au kuhukumiwa. Lakini pia huduma hizi hulenga kuwasaidia vijana kupata taarifa sahihi na huduma zinazohusiana na afya ya uzazi na jinsia. Huduma hizi kwa kawaida hujumuisha na moja, elimu kuhusu afya ya uzazi na mabadiliko ya balehe. Lakini pili, ushauri kuhusu mahusiano na kujikinga na mimba zisizotarajiwa. Kingine ni huduma za uzazi wa mpango. Namba 4, vipimo na matibabu ya magonjwa ya zinaa kama HIV, AIDS. Namba 5, ushauri nasaha na msaada wa kisaikolojia. Huduma kwa wajawazito vijana na kina mama vijana. Sababu hapo kuna wajawazito ambao ni vijana, lakini tayari kuna kina vijana ambao tayari wana watoto, kina mama vijana. Kwa hiyo tunawapa huduma hizo. Kwa hiyo ili huduma ziitwe rafiki kwa vijana, vituo vingi vinapaswa kutunza siri za vijana. Kuwahudumia bila kubaguzi au lugha za kuwakatisha tamaa. Kuwa na wahudumu wenye mafunzo ya kuwahudumia vijana. Ndio maana kama hapo nilivyosema, saizi kwenye vituo vyote vya kutolea huduma rafiki kwa vijana, watu wa huduma 100% kubwa wamepata mafunzo. Kwa hiyo wala wasiwe na wasiwasi. Ukifika pale wanakuhudumia vizuri, na wala usine na wasiwasi kwamba unahisi kwamba watanitolea siri zako. Hapana. Kuwa na mazingira salama yanayowakaribisha vijana. Na hilo pia ni lengo kuu, ni kuwasaidia vijana kufanya maamuzi sahihi kuhusu afya yao, kujikinga na magonjwa na kuishi maisha yenye afya bora. Hiyo ndio maana kubwa ya huduma rafiki kwa vijana katika vituo vyetu hivyo. Sasa ni huduma zipi maalumu za afya uzazi na zitoa kwa vijana katika vituo vya kutolea huduma za afya? Okay. Asante ndugu mtangazaji. Huduma maalum za afya ya uzazi zinazotolewa kwa vijana katika vituo vya kutolea huduma za afya mara nyingi hujumuisha na kwanza, huduma ya kwanza, ushauri na elimu ya afya ya uzazi. Elimu kuhusu balehe na mabadiliko ya kimwili. Ushauri kuhusu mahusiano salama na maamuzi sahihi ya kijinsia. Hiyo iko kwenye elimu na ushauri. Lakini 2, huduma za uzazi wa mpango. Ushauri kuhusu njia mbalimbali za uzazi wa mpango. Kwa kijana anapofika lazima tunampa kwanza elimu, tutamwelimisha kuhusu huduma za uzazi wa mpango. Lakini pia 3, huduma za kukinga matibabu ya magonjwa ya zinaa, ikiwemo vipimo na ushauri wa HIV AIDS. Lakini pia uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya zinaa, kwa mfano kaswende na gonorrhea. Kaswende na kisonono. Lakini ya 4, tunatoa huduma kwa wajawazito vijana, kliniki ya wajawazito. Sababu kijana anapobeba mimba akiwa kwenye umri wa ujana, anapofika kliniki lazima kwanza tumuelimishe. Kwanza ni muda gani anatakiwa awahi mapema kliniki. Siku hizi serikali inasema kwamba kijana, mtu yote anapojigundua ni mjamzito, awahi mapema wapi? Kliniki. Kwa hiyo kijana akiwahi mapema kliniki anapata
ushauri pamoja na matibabu na dawa za kutumia wakati wa mimba ikiwa bado iko chini ya miezi mitatu, ambapo tunaamini kwamba mtoto anaanza kutengenezwa akiwa ana chini ya miezi mitatu. Ushauri wa lishe na maandalizi ya kujifungua, lakini pia huduma baada ya kujifungua. Hivyo vyote hivyo katika huduma kwa wajawazito. Lakini namba 5, huduma za ushauri nasaha. Ushauri nasaha kuhusu msongo wa mawazo, ukatili wa kijinsia na changamoto za ujana. Kwa sababu unaweza kukuta kijana afanywa ukatili pasipo yeye mwenyewe kujua, lakini anapokuja kujieleza unakuwa unajua sisi ndio tunafahamu kwamba yeye amefanywa ukatili wa aina gani na namna gani tumsaidie. Lakini pia huduma za uchunguzi wa afya, ushauri wa kujikinga na maambukizi na mimba zisizotarajiwa. Huduma za kukinga dhidi ya ukatili na unyanyasaji, kusaidia vijana waliopitia ukatili wa kijinsia ili ukatili huo usiendelee. Kwa hizo ndio hizo nini tunasema huduma zinazotolewa kwenye vituo vyetu, hasa kwa hawa vijana wanapokuja kuhitaji huduma. Sawa, bana msikilizaji, ni kukumbushe tu kwamba unao nafasi ya kuendelea pia kutuma ujumbe wako kupitia namba 0621780663. Kipindi hewani ni tuseme tusiseme, na humu ndani pia hii leo tunachotazamia ni huduma rafiki za afya uzazi kwa vijana. Na kama ulivyosikia hapo ni baadhi ya majibu tu ambayo pia amekwisha kujibu, baadhi ya maswali ambayo amekwisha kuyajibu mtaalamu wa afya. Lakini pia mbali na mtaalamu wa afya, mgeni mwingine ambaye pia yuko humu ndani hii leo ni Mwalimu Shajilika, na kwa mambo mengi pia tutakwenda kuzungumza naye hii leo. Lakini pia nikukumbusha tu kwamba kijana wa kike na wa kiume, afya uzazi ni muhimu kwa kila mmoja wetu, na kawaida pia kuwa na hofu maswali kuhusiana na kuhusu afya uzazi. Kumbuka pia kwamba hauko peke yako. Una nafasi ya kupiga simu bure kabisa kupitia namba 0800753333 na utazungumza moja kwa moja na mtaalamu wa afya kwa usiri na kupata msaada wa haraka. Simu zitapokelewa Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi hadi saa 3 kamili za usiku, na weekend ni saa 2 asubuhi hadi saa 1 jioni. Na kama pia unapendelea kuchati WhatsApp, basi usio na wasiwasi pia unaweza kutuma ujumbe kupitia namba 0755896996. Kumbuka huduma hii ni bure na ni siri, na wataalamu wapo kwa ajili yako, kwa ajili ya wewe kukusikiliza. Pia usisite kutembelea kituo cha afya kilicho karibu nawe, na hapo utapata huduma za afya uzazi, ushauri wa kitaalamu, na huduma hizi zinatolewa kwa faragha na usiri wa hali ya juu kwako wewe kijana. Ujumbe huu umeletwa kwako na Tujibebe, jukwaa la vijana. Fuatilia kurasa za Tujibebe TZ kwa upande wa Instagram, Tujibebe kwa upande wa Facebook, na huduma na vituo ambavyo vinatoa huduma rafiki za afya uzazi kwa vijana katika mkoa wa Katavi. Kwa Mpanda mjini hapa ni kituo cha afya Town pale Mwangaza, lakini Simbo ni kituo cha afya Itenka, Mlele ni kituo cha afya Itenka, Mlele ni kituo cha afya Nyonga B, Mpimbo ni kituo cha afya Majimoto, lakini pia Tanganyika ni kituo cha afya Kasekese. Kwa hiyo mambo yako hivyo, na natamani sana niendelee kubaki nawe pia mtaalamu. Na hapa bwana, uniambie tu kwamba mnawezaje kuhakikisha kwamba kijana anapokuja kupata ushauri wa afya uzazi, mazungumzo yake yanabaki kuwa ya siri na salama? Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa, vituo vya afya vinaweza kuhakikisha siri na usalama wa vijana wanaokuja kupata ushauri wa afya uzazi kwa kufanya mambo yafuatayo. 1, kuwapa huduma katika chumba cha faragha ili mazungumzo yasisikike na watu wengine. Hiyo ndio namna ya kutunza usiri na usalama wa kijana. Lakini pia wanasema kutumia lugha ya heshima na isiyo ya kuhukumu ili kijana ajisikie huru kueleza matatizo yake. So unakuta mtu wa huduma labda ana kauli nzito, unakuta kijana anashindwa kujieleza. Lakini sasa wataalamu sasa wameshapata package kubwa ya elimu. Kwa hiyo mtaalamu kwanza anatoa lugha ambayo ina heshima, hata kijana anaweza kujieleza mambo mengi. Lakini pia wahudumu wa afya kutunza siri za taarifa za magonjwa na kutotoa taarifa bila ruhusa ya kijana husika.
Namba 3, namba 4, kuwafundisha umuhimu wa maadili ya kazi na usiri wa taarifa za wagonjwa. Kupunguza msongamano au kupanga muda maalumu wa huduma kwa vijana ili wasiogope kuonekana na wengine. Ndio maana kama hivyo unavyojua kuna vituo ambavyo tayari kama hivyo walivyokwisha jenga kwa ajili ya huduma rafiki kwa vijana, waishatenga muda wao maalum wao wenyewe kukutana na vijana. Kwa mfano kama weekend wanakutana Jumamosi na wana siku katikati hapo wamepanga ratiba. Kwa hiyo kijana anaweza kafika kutokana na zile ratiba ambazo wamepanga. Na kupanga pale sio kwamba mtoa huduma amejipangia mwenyewe, ni mapendekezo yanayotoka kwa nani? Kwa vijana. Lakini pia kuhakikishia vijana mapema kuwa taarifa zao zitabaki siri. Kwa kijana anapofika kituoni pale anapokuja kujieleza lazima umueleze kwamba pamoja na kwamba tutaongea hapa na wewe mambo mengi, lakini cha kwanza ujue kwamba taarifa zako tutakazoongea hapa zitabaki kuwa ni siri kati yangu mimi na wewe, ili aweze kufunguka mambo mengi. Kuwa na mazingira rafiki na salama yanayowapa vijana ujasiri wa kuuliza maswali kuhusu afya yao. Kwa hizo ndio tunasema kwamba tunavyofanya namna ya kutunza siri za vijana na usalama wao wanapokuja kujieleza changamoto zao. Sasa nirudi sasa kwa wewe mlimeshajilika, na natamani pia nayo tuzungumze japo umekuwa kimya kwa muda mrefu kweli kweli. Sasa cha kwanza natamani uniambie kwa mtazamo wako, huduma za afya uzazi kwenye vituo vya afya zinakuaje rafiki hasa kwa vijana? Asante. Kama nilivyoahidi kwamba nipo tayari kusema. Na tuko hapa kusema. Na niko hapa kusema. Ukweli ni kwamba yani vijana wanakuwa karibu na sisi walimeshajilika ni pale tu wanapokuwa wanaona mazingira kwao ni rafiki. Mfano kama alivyokwisha kusema hapa kwamba tuna majengo yetu maalum ambao yale yanamshawishi kijana afike kwa muda wote ambao yeye atahitaji huduma kwa wakati ule anaohitaji yeye. Alafu pili, tuna vishawishi. Mfano huwa tuna burudani zetu pale ambazo kwa kijana yoyote kupitia zile burudani anaweza akaja pale nje na elimu, nje na michezo, akaenda akapewa elimu na akasikilizwa pia vile vile na mtoa huduma wa afya. Na kuna michezo pia. Ndio. Kwa hiyo ukiutazama mtazamo wako wewe unaona huduma ipo rafiki sana. Huduma ipo. Okay. Sasa ni hisia gani vijana kama wewe wanazipata mara kwanza wanapoamua kwenda kituo cha afya kupata huduma za afya uzazi? Ile pa. Kwa mara ya kwanza, yani nijichukulie tu mimi kwanza. Yani mara nyingi kijana anapokuwa ana shida ya kutaka kuonana na mtoa huduma wa afya, hususan uzazi wa mpango. Yani mara nyingi huwa tunakuwa tuna hofu. Alafu pili, tunaamini kwamba ambaye anatakiwa kupata elimu ya afya ya uzazi ni mwanamke tu. Mimi mwanaume sipaswi. Wakati huo kumbe tunapaswa wote kujua. Kwa mfano kuna hedhi salama. Ile pale wewe mwenyewe mwanaume unapopata mzunguko kamili au elimu juu ya hedhi salama ya mke wako, itakusaidia wewe hata kupangilia mpangilio wa familia au kutengeneza matunda ambayo ni bora katika familia yako. Kwa hiyo mara nyingi ni hofu. Huwa ni hofu. Hakuna kingine. Na kingine wanakuwa wao hawaamini kama ile ni elimu ambayo inawahusu na wao. Kwa maana vijana sasa upande wa vijana wa kiume. Hilo hakika maana yake wao wanakwenda kumbe. Wa kike wanakwenda ingawa ni wachache, na mwanamke naye kwenda pale ni pale ambapo labda anakuwa amepitia changamoto, hususan labda ujauzito katika umri mdogo, aidha labda hedhi yake inakuwa inasumbua, yani ile period hivyo. Kwa hiyo mara nyingi tuseme tu ni wapongeze Wizara ya Afya baada ya kutengeneza hivyo vituo ambavyo ni vya walimeshajilika. Naona vijana sasa hivi wanakuja kwa kasi. Sasa hivi kuna wameamka pia. Okay.
Sawa, msikilizaji, una nafasi ya kunitumia ujumbe kupitia namba 0621780663. Jumbe ni nyingi kweli kweli, huku pia zishakusha kuanza kutiririka, na natamani pia kabla sijaenda mbali zaidi nisome hizi jumbe pia. Anasema anaitwa Stanlausi, okay, Lugunya, anapatikana maeneo ya Ibindi Machimboni, yani niko nanyi hadi mwisho wa kipindi. Sawa, shukrani sana na karibu sana pia. Anasema anaitwa Masuka Kurwa au Msukuma original, akiwa Imbira Matibi Kisesa. Kukosa hamu ya tendo la ndoa ni tatizo gani? Sasa hii ni kwa mwanamke, mwanaume? Unaweza kutuambia pia na vipi anatumia labda njia za uzazi wa mpango? Unaweza kutuambia pia. Anaitwa Stefani akiwa Machimboni Bindi maeneo ya Msebeni Kapanda wenyeji. Mimi shida yangu ni kwamba, je, kama una mke wako alafu anatoka anaenda kwao, hujamfukuza, unatakiwa ufanyaje? Sasa huko ni kwingine, haya masuala ya ndoa. Hayo ni masuala ya ndoa, hayatuhusu sisi. Naambia ni kivumbi kwenye wengi, kuna mengi. Bwana we. Tusuluhisha hadi ndoa kweli. Sisi tunazungumzia masuala ya afya uzazi. Tena kusuluhisha ndoa. Masuala ya ndoa kwa kweli huko wapo watu ambao wanahusiana na masuala hayo, sio sisi. Sisi hapa tunazungumzia masuala mazima ya afya uzazi, tena masuala ya uzazi wa mpango. Unasema uzazi wa mpango tuka lugha rahisi pia. Anasema Shani Hamisi, nikipenda nimuite toto la Kinyamwezi jamani. Yaani mimi nashangaa sana, nilipoenda kuweka kinga ya uzazi waliniambia niwape 5,000. Nikawapa. Sasa kijiti kinanisumbua, nimeenda kutoa eti niwape 10,000 ya ganzi. Mimi nashangaa sana, tena ni zahanati kabisa ya serikali, yani mpaka sasa nachoka mwenzenu. Hii kesi hii ngoja ni mbembeleze, anipenyezee, sitomtaja, nipenyezee tu jina bwana we. Hamna namna, maana hizi huduma ni bure bila shaka. Anasema labda ni kituo gani? Na naona siri tu. Kwani hizi huduma wanachajua fedha? Huduma za uzazi wa mpango ni bure. Kuanzia elimu hadi kinga anayochagua yeye ni bure. Hakuna tozo yoyote. Na kutolewa pia ni bure. Kutoa ni bure. Sasa huyu alienda wapi? Sababu kutoa kijiti ni huduma tu kama alivyoweza kuwekewa huduma. Kuweka ni bure na kutoa ni bure. Sawa. Anasema Lucy akiwa Kawajense, nimetumia uzazi wa mpango hususan sindano. Nimechoma karibia mara 3. Nilipoacha kuchoma sindano nikabeba mimba kwa haraka. Je, siku nikijifungua nikiendelea kuchoma tena itanizuru? Hili swali pia bidi ulihifadhi. Lihifadhi. Pole sana. Anasema habari za asante ndugu mtangazaji. Hapa na maswali kadhaa yaliyoulizwa na baadhi ya wasikilizaji. Swali la kwanza alikuwa anasema niliacha kuchoma sindano nikabeba mimba nikazaa. Nikibeba mimba nikazaa, nikichoma tena itanidhuru? Swali lilikuwa hilo la huyo msikilizaji. Kwanza tu nimpongeze kwa kuwa tayari kutumia huduma za uzazi wa mpango, kwa sababu aliweza kuchagua baadhi ya njia, akachagua njia ya sindano ambayo lengo lake lilikuwa ni kupumzika miaka kadhaa na kupata mtoto mwingine. Akijifungua akaenda kuchoma tena sindano haitamdhuru. Swali la pili, njia ya kujikinga na ugonjwa wa zinaa ni ipi? Njia ya kujikinga na ugonjwa wa zinaa ni kondom, matumizi sahihi ya kondom. Kutumia kondom vizuri uweze kupata magonjwa ya zinaa. Lakini pia wanasema kingine, kuacha kabisa tu kufanya ngono au uwe na mpenzi mmoja. Au kufanya ngono salama. Kufanya ngono salama ndio pamoja na kutumia hizo. Ngono salama ndio check afya mara kwa mara tunazungumzia hii. Lakini pia swali lingine lilikuwa nasema ukiweka kinga ya uzazi wa mpango, yeye anasema aliweka kinga ya uzazi wa mpango, yeye anakuwa huru eti kwa sababu ana kinga. Anakuwa huru. Sawa. Kwanza unapokuja kwenye huduma za uzazi wa mpango, wewe kama wewe kwanza unapokuja pale unakuwa na malengo. Mtu anayekuwa wa design hii ni yule ambaye hana malengo yoyote. Lengo kwanza la uzazi wa mpango ndio, kwanza tunasema uzazi wa mpango ni makubaliano kati ya mke na mme, au mtu na mwenza wake, au mtu mwenyewe binafsi
kwamba anatakiwa akae kwa muda gani ili abebe ujauzito mwingine. Sio lengo la kwamba ukitumia kinga sasa ndio huru kufanya mambo ambayo yaani unakuwa muhuni, unatembea na huyu, unatembea na yule. Ndio hapo utajikuta umepata magonjwa ya zinaa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa sababu njia za uzazi wa mpango hazizuii magonjwa ya nini? Ya zinaa. Labda kama atatumia nini? Kondom. Akitumia kondom atakuwa amejikinga na maambukizi ya magonjwa ya zinaa pamoja na HIV AIDS, lakini pia atakuwa amekingwa kupata na mimba zisizo tarajiwa. Kwa hiyo mtu akitumia kinga akija kupata huduma za uzazi wa mpango, haina sababu ya yeye sasa kujiweka wazi, kujiachia eti kwa sababu anatumia njia za uzazi wa mpango. Anakuwa ameharibu makusudi ya ile njia huduma iliyokuja kuifuata. Labda kama unanyongeza hapo Msharika. Mimi naona umepita mule mwingi. Okay, swali lingine lilikuwa nasema kukosa hamu ya tendo la ndoa. Atumie njia ya uzazi wa mpango kama nimesikia hapo. Huyu ni mwanaume. Amesema anakosa hamu ya tendo la ndoa. Hapa tumemuuliza hapa kwamba yeye anatumia njia za uzazi wa mpango. Sasa bado hajatoa majibu. Kutoa majibu basi tutaweka sawa. Lakini pia tu labda kwa kifupi, mtu anayekosa hamu ya tendo la ndoa. Yaani huwa tendo la ndoa, yaani mahusiano, tunataka kufanya mapenzi au kukutana na mwenza wako. Kila kitu kinaanzia kwenye ubongo. Sawa? Kwa hiyo kama ubongo wako hauko vizuri, ukapelekea mawazo mengine tofauti, huwezi ukapata hisia. Kwa hiyo kila kitu kinategemea na utayari wa wewe mwenyewe. Mwili wako, kuanzia kila kitu kiwe pale, hisia zako ziwe pale. Sio uko na mwenza wako hapo, mara umeona mtu mwingine amepita kule, au umesikia maneno mengine, hauwezi ukapata hisia. Hata wewe ndugu mtangazaji unaweza ukapata. Unaweza katokea. Kwa mimi nafikiri ukitaka kufikiri hii hisia zisitoke, lazima uwe karibu sana na mwenza wako, mawazo yako na hisia zote mwilini na kila kitu kiwe hapo. Sawa. Swali lingine liko nauza madhara ya vidonge vya uzazi wa mpango. Vinaweza kusababisha saratani ya mlango wa kizazi? Hapana, jibu ni hapana. Njia zote za uzazi wa mpango kazi yake ni kuzuia mimba, sio kusababisha magonjwa. Tumeelewana ndugu? Lakini swali lingine kwa nasema ukiweka kinga ni bure, ila kutoa unalipa shilingi 5,000. Huduma za uzazi wa mpango kwanza, nisema ni mwana yule wa kwanza aliyeuliza kwamba aliwekewa kwa 5,000 akatoa kwa shilingi 10,000. Nimtoe tu wasiwasi, na ndio maana siku hizi hata kwenye mahospitali mtu asikudai hela bila risiti. Siku hizi kila sehemu kuna risiti. Umeingia kwenye chumba cha uzazi wa mpango, umeongea na mtu wa huduma wa uzazi wa mpango mle akakwambia nipe 10,000 na ukatoa, ina maana wewe mwenyewe umetakiwa ukamata, umechangia, ni umetoa rushwa. Najua mtoa rushwa na mpokea rushwa wote wana makosa. Kwa hiyo ni washauri tu wasikilizaji kwamba unapofika kituoni, umeenda kwa ajili ya huduma uzazi wa mpango. Huduma za uzazi wa mpango ni bure. Ukaona mtu anakuambia kwamba nipe shilingi 10,000, mwambie nataka risiti. Ukimbana kwenye risiti hawezi kukuandikia hiyo shilingi 10,000. Tumeelewana? Kwa hiyo na maana tuwe makini. Unakuta kuna watu wengine anafika eti kwa sababu ana haraka, kumbe hela inamuuma. Usiende na haraka, ni haki yako kupata huduma. Ukifika pale wewe ujieleze, mimi nataka. Kuna mwingine anaweza kuweka kijiti leo, amekaa baada ya mwaka mmoja mmake anataka mtoto. Unarudi pale ambie mimi mume wangu anataka nini? Tuzae, nitolee kijiti. Anakutolea. Akikwambia gharama, mwambie nipe risiti. Mimi najua huduma hizi huwa ni bure. Hawezi kukupa kwa sababu mle kwenye uzazi wa mpango hana risiti. Ukimpa hilo ni makubaliano yako wewe na yeye. Na sio kwamba eti ndio huduma inakutaka wewe hivyo. Kwa hiyo huduma za uzazi wa mpango nchini kote hapa Tanzania ni bure. Kwa sababu njia zote tunazipata bure na tunahudumia bure. Swali lingine lilikuwa anasema kwamba alitoa kijiti ila alivyotoa hajapata mimba na upande mmoja unamuuma. Inategemeana, kijiti aliweka ndio. Na labda kilikuwa cha miaka 3 au miaka 5. Labda ile miaka 5 ilivyoisha akaenda kutoa. Ukitoa pale tayari umetoa nguvu ile ya dawa mwilini na kwa imefanya nini? Imeisha.
Kwa hiyo ikiwa imeisha, mwili unaanza kujitengeneza wenyewe mpaka unaweza ukajikuta ukabeba mimba. Na mara nyingi mtu anayetumia vipandikizi, asilimia kubwa huwa wakibeba ile dawa mwilini huwa mpaka ikaishe kabisa, huwa inachukua zaidi hata miezi kadhaa, miezi 6 9 hivi mtu anaweza kubeba mimba. Lakini kuna wengine kutokana na maumbile yao, wakitoa tu anabeba mimba na hapo hapo. Kwa hiyo huyu aliyetoa na hajabeba ujauzito, inategemea tangu alitoa ni muda gani, na sasa mpaka anasikia maumivu ni kwa muda gani. Kwa sababu unaweza kukuta anasikia maumivu ya upande mmoja, huenda amepata uambukizo kwenye via vya uzazi. Amepata labda tunasema upande mmoja wa njia yake ile mrija labda una changamoto, ndio anakaa anapata hiyo maumivu. Ambapo anaweza akapata mtu yoyote ambaye hajatumia njia ya uzazi wa mpango. Kwa hiyo na mawazo kwamba kwa sababu nilitoa kijiti ndio maana anapata maumivu ya upande mmoja, au ndio maana sijabeba mimba. Yaani kila kitu kikisensi vibaya kwenye ubongo kitapelekea ile shida kuendelea na asiweze kubeba mimba kwa wakati kwa sababu ya mawazo alionayo. Kwa hiyo afike kwenye kituo cha afya ambacho kiko jirani, akajieleza kwa daktari, atampa ushauri, atapata matibabu na hiyo shida yake itaisha. Sawa. Tumemaliza maswali pia bila shaka Ngoja maswali hapa mimi nimemaliza. Kuna maswali naona kuna mmoja naye aliuliza kwamba kuna faida gani kutumia njia ya uzazi wa mpango. Ili swali pia liliwekwa pia. Maswali yalikuwa mengi. Kutumia njia ya uzazi wa mpango kwa vijana yaani kuna faida gani? Okay. Ngoja tu nizungumze tu kwa sababu na mimi nilikuwa ni muhanga mpaka leo hii naitwa mwelimishajirika. Ni kwamba nilitoka huko. Kwamba faida ya kwanza ni kwamba unapotumia njia ya uzazi wa mpango unajiwekea kabisa wewe mwenyewe mpangilio, halina mwingiliano na wazazi. Kwa mfano kama siku ambazo tumetarget kama Jumamosi ambazo tunaamini ni siku ambao watu wa huduma wanakuwa wako free. Pia vile vile wazazi wanakuwa wako nyumbani. So siku ambazo tutakuwa tunapishana pale na wazazi. Kwa hiyo kijana kama mimi nakuwa niko free kwenda kutoa hisia zangu kwa muuguzi pale na akanisikiliza kwa wakati, nikatoka bila shida kabisa. Kwa hiyo heshima ipo pia. Heshima ipo kubwa. Fika pale sio kama kijana hapo unaangaliwa, hakuna mambo mengi. Yaani kufika tu pale unajua kabisa damu sio pale. Ngoja niingie hivyo. Okay. Sawa, sasa natamani uniambie ni ushauri gani unatoa kwa vijana ama kijana anayesita kufika kituo ama vituo vya afya kupata huduma rafiki za afya ya uzazi? Niseme tu kwamba kwanza kwa kijana ambaye hajui mpaka sasa hivi kama kuna huduma rafiki kwa vijana, au sio kijana wa kisasa. Cha kwanza hicho. Kwa sababu wewe kama utakuwa hauna taarifa hizi ambazo tunazipata sisi vijana, utaendelea kubaki hivyo hivyo na mwisho wa siku utakuwa wewe unazeeka, sisi tunaendelea kubaki vile vile. Okay. Sawa, bana mtaalamu wa afya, muda ule kama ulisikiliza vizuri, kuna mmoja alihusisha masomo na elimu aliyopatiwa ya huduma ya afya uzazi, namna ambavyo inamsaidia. Kama ulisikiliza vizuri. Sasa tamani hapo niambie ni kwa namna gani vituo vya afya vinapanga muda wa huduma ili vijana waweze kufika bila vikwazo vya shule, kazi au faragha. Okay. Sawa, ndugu mtangazaji, vituo vya afya vinaweza kupanga muda wa huduma kwa vijana kwa njia mbalimbali ili kuwasaidia kupata huduma bila kuathiri shule, kazi au faragha yao. Njia hizo, ya kwanza wanasema kufungua huduma za vijana baada ya muda wa shule. Kwa sababu kuna ndio kama hivyo unaweza kwenye vituo vyetu vingi baada ya muda wa shule mtu anaweza kaenda akapata huduma rafiki hizo. Lakini pia kuwa na siku maalum au saa maalum za huduma rafiki kwa vijana. Kama tulivyokushasema, siku hizi kila halmashauri ina kituo chake kikubwa ambacho ukiwa na nafasi wewe kijana umeshapanga ratiba kwamba Jumamosi mnakutana, Jumangapi mnakutana. Na usisite, unaweza ukaa huko mbali na hicho kituo ukasema sababu mimi nakaa hapa, labda nakaa Shano au anakaa labda huko mbali Katumba, kwenda Itenka inakuwa ni mbali, lakini unashauriwa kufika kwenye kituo ambacho kipo jirani na wewe ili uweze kupata huduma
na kila vituo sasa hizi wameshapanga ratiba ya vijana, huduma rafiki kwa vijana, mbali na vile vituo vikubwa ambavyo vimejengwa. Kwa hiyo unafika kwenye kituo chochote kilichoko karibu na wewe, utakuta wameandika kabisa kwamba huduma rafiki kwa vijana inatolea muda fulani na muda fulani. Kwa hiyo wameshatenga muda maalum. 3, kupunguza muda wa kusubiri ili vijana waweze kuhudumiwa haraka, na kurudi kwenye shughuli zao. Na sasa hivi kuna utaratibu umeshawekwa kabisa kwamba kijana akifika anatakiwa ahudumiwe haraka. Kijana sio wa kukaa tu unampita pita. Kwanza ukimwona kijana anakuja kwenye huduma unasema huyu anajitambua. Kwa hiyo mtoa huduma hata anapomwona kijana, cha kwanza lazima amuulize shida yake, apate huduma, aondoke ili endelee na huduma zingine. Kwa hiyo iko kama wazee. Ongea vizuri kwa sababu huyu mama ameongea, anaonekana huko kituoni kwake anakwenda kupata huduma anapitia changamoto sana kupitia watu wa huduma. Kwanza nimtoe wasiwasi kama nilivyosema hapo mwanzo kwamba huduma za uzazi wa mpango zote huwa ni bure. Sasa ikatokea mteja amekuja kituoni, na tunavyofanya sisi watu wa huduma, mtoa huduma ambaye amepitia mafunzo ya uzazi wa mpango kwanza hawezi kutoa huduma bila kutoa elimu ya afya. Lazima kutoa elimu ya afya ambayo ni ya grupu, yani ya watu wengi. Baadaye utatoa tena elimu kwa mtu mmoja mmoja, kumuelimisha kuhusu njia za uzazi wa mpango. Kwa sababu kama tunavyofahamu, njia za uzazi wa mpango ni dawa kama zilivyo dawa zingine. Mtu anaweza akatumia Panadol ikamletea shida, mwingine akatumia Amoxicillin ikamletea changamoto, kuna mwingine anasema mimi sijui kabisa SP zinaniwasha, lakini mwingine akinywa hazimuwashi. Vivyo hivyo hata njia za uzazi wa mpango. Kwa hiyo unapofika kwenye kituo cha huduma, lazima upewe elimu kwanza wewe mwenyewe kama wewe, uelekezwe kwa ile njia uliochagua. Na unaambiwa kabisa kwenye uzazi wa mpango hakuna madhara, isipokuwa kunakuwa na maudhi madogo ambayo mteja unakuta anashindwa kuyavumilia, inambidi arudi tena kwenye kituo cha afya. Kama huyo mama kweli atakuwa alipewa labda sielewi ni njia gani, lakini njia mojawapo ya uzazi wa mpango, akaona inamletea changamoto ambazo hizo tunazichukulia kama ni maudhi madogo. Unaruhusiwa kurudi kituo kile ulichopewa huduma au kituo kingine ambapo utakuwa wewe ni rahisi kufika. Fika kwa mtoa huduma, jieleze. Yule mtoa huduma anatakiwa kusikilize, na kama ameona changamoto yake hiyo hawezi yeye kuitatua, anatakiwa aombe msaada kituo kingine ili ufanye utatuliwe shida yako. Sababu kuweka kijiti, kwa mfano kama huyu mama inaonekana kama aliweka kijiti, kwa alikuwa anataka kukitoa ili kusudi afanye aendelee na huduma nyingine. Ni vile ameona kwamba maudhi yale madogo ukute yameendelea, ameshindwa kuyavumilia. Lakini kwa kawaida lazima umpe elimu, muelimishe kutokana na yale maudhi yake madogo ili ajue kwamba huwa yanaisha baada ya muda kadhaa. Hata anapoendelea kuyaona asione kama vile ni kero, ili aone kwamba ndivyo dawa inavyofanya kazi. Kwa hiyo unamuelimisha vizuri. Akishaelimika pale, yeye sasa unampa option nyingine. Je, uko tayari nikupatie hizi huduma, hii dawa ili kusudi ikakusaidie hizo dawa, kama ni labda ni damu au ni nini, zisiendelee kutoka. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe atakubali. Akikubali sawa, akikataa mimi nataka unitolee nesi, nitolee. Ameopti kutoa, namtolea. Sawa, unaweza ukapunguza sauti yako ya redio kidogo tuweze kusikilizana vizuri? Ndio, na kupata. Karibu. Ndio, punguza sauti ya redio yako tuweze kuelewana vizuri. Pole sana pia. Msikilizaji, unapopiga simu basi hakikisha pia sauti ya redio yako inakuwa chini kidogo ili tuweze kusikilizana vizuri pia. Bila shaka hilo umelijibu fasaha kabisa. Lakini tu hilo la kusema kwamba eti kwa sababu kijiti hakijafika mwisho toa shilingi 10,000, yani haviingiliani kabisa. Sawa. Yaani kama ameopti kutoa, atoe ni bure tu. Sawa. Pole sana. Naona simu zinakuja na kupotea, si changamoto ya kimtandao. Na bila shaka pia lile jingine lilikuwa ni masuala pia ya watu wa huduma, na maana yake hilo liko chini yenu sasa. Nakwenda kufanyia kazi hilo. Tunaenda kulifanyia kazi. Nashukuru, naona alitoa kama ni maoni kwamba vijana wamekuwa na changamoto ya kuwahudumia watu wazima, wanakuwa na kauli nzito ambazo wao wanaona kwamba zinani. Kwa hiyo tutaenda kukaa nao vijana
ambao ni watoa huduma wetu ambao wamesoma, lakini tutawaelimisha kwamba ni namna gani wanatakiwa kuwahudumia watu. Sasa Yeah. Anasema tujibebe Abel Noah toka pande za Tambaza. Asante sana kwa wataalamu wetu kwa elimu inayohusiana na masuala ya afya ya uzazi wa mpango. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.